Nataka niwaambie viongozi, wewe ambaye unajifanya wewe ni kiongozi, wacha matusi, wacha madharau, wacha kiburi. Sio heshima kutukana maaskofu wameketi kama hawa ati ni watu ya tumbo. Sio heshima kutukana Wakorino hawa, viongozi wote watu wako na heshima. Wazazi wako na watoto wao, wako na familia zao. Kwa sababu yako ya kiburi na madharau na matusi unawatukana. Respect yourself, my friend. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuheshimiane katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashauri, kuna watu matapeli wanataka kuwa madalali, brokers, ya kusema hauwezi kwenda State House bila ya kuniuliza ruhusa. Nyinyi si mmetoka kwenu? Si hapa tuko na wanaume wako na manyumba yao? Si wamama wako na nyumba yao? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? So huyo ambaye anatuambia ya kwamba ati watu hawezi kufanya chochote bila ya kumuuliza ruhusa, yeye ndio nani? Who is he? Si mtu tapeli tu, mtu conman, mtu ambaye unataka kuchukua watu, unafanya kuwa wewe ni slave trader, mtu ya kuuza watu. Unawatukana watu ati ni wasaliti, sijui nini. Mimi nataka niwaeleze, usaliti ile mbaya sana ni usaliti wa kusaliti taifa letu la Kenya, kujaribu kugawanya wananchi wa taifa letu la Kenya, kujaribu kulete chuki na ukabila na kutukana watu ambao wako na heshima. Hiyo ndio usaliti wa mwisho. Kusaliti watu na kuwaita majina ati sijui wameenda na tumbo, sijui ni nini. That is the greatest betrayal by any leadership of its citizenship. So, musikuwe na wasiwasi, hawa hawezi kufaulu, they will go nowhere.